بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. Halqa ya leo tutamsikiza mmoja katika wanavyoni wakubwa wa Ahlus Sunna wal Jamaa akikiri ama akikonfess maudhui ama masala ambayo kwamba aloyaficha kwa muda wa miaka 20, na masala yenyewe ni masala ya arrajm, ambao ni masala ya mtu ambao kwamba hukumu ya mzinifu. Tutamsikiza maneno yake, alafu kisha tutaendelea na nasaha ili kupata kuonesha hatari kubwa ya kufuata mwanachuoni bila ya kuhakikisha katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, waqalu law kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabi sa'ir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia watu watajuta kesho yaum al-qiyama, na watakuwa ni wenye kusema law kunna nasma' au na'qil, lau tungekuwa tunasikia kwa kutumia akili, ma kunna fi ashabi sa'ir, hatungekuwa katika watu wa motoni. Kwa hivyo tumsikize huyu Sheikh maneno yake, alafu kisha tuendelee na halqa yetu. أقول لكم على موضوع أنا أخبأت عنكم يعرفه فقط الدكتور عبد العزيز عامر، كان الدكاترة المصريين الذين يعملون في ليبيا، وقال هو يعرف عني هذا الموضوع. إن أنا لي رأي يعني كتمته عن الناس 20 سنة، وأنا لي أن أفشيه وأن أحدث الناس به ليناقشوني فيه وأناقشهم فيه. هذا الموضوع يتعلق بالرجم في حد الزنا. إن هذا الرجم ليس شريعة إسلامية، إنما هو شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما نزلت آيات سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه ألغت حد الرجم، ودليلي إنه القرآن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، فلا يمكن أن يكون هذا الرجم. وإنه الكلام اللي ورد إنه العنزة أكلت بتاع اللي فيه الآية، والكلام ده كلام لا يعقل، وأن الآية منسوخة نصا يعني لكن لا حكما. وقال إنه البخاري جاء عن عبد الله بن أبي أوفى إنه هل سورة النور نزلت أولا أو نزلت آخرا؟ فقال لا أدري. يعني أنا أؤيد إنه لا يعني يعمل بالرجم هذا، والرجم شريعة يهودية، محمد لا يقوم بمثل هذه الشريعة القاسية. هاد عليه الناس، المؤتمر كله هاد على الشيخ، مع انه كلامه منطقي والله لكن كلامه معقول. Huyo shekhe uliomsikia ni mmoja katika wanavyoni wakubwa wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Jina lake aitwa Sheikh Yusuf Qaradawi, Allahu rahamuhu, Mwenyezi Mungu amrehemu na amsamehe madhambi yake. Alikufa mwaka wa 2022 katika mji wa Qatar. Katika maneno aloyasema hapo, ana confess, anakiri
kwamba kuna maudhui ameyaficha kwa muda wa miaka 20, yani ameficha haki kwa muda wa miaka 20. Sasa hapo alipofikia umri kama huo, ndio ameamua kuifichua haki kama hiyo, na haki yenyewe ni kwamba ni maudhui ya arrajmu. Maudhui ya rajmu ni maudhui ya ile hukumu iliyoko kwamba mtu anapozini, yani mtu alooa kazini ama mwanamke aloolewa kazini, basi hukumu yake ni apigwe mawe mpaka kufa. Anazungumzia maudhui kama haya, anasema hukumu kama hiyo sio hukumu ya Kiislamu bali ni hukumu ya Kiyahudi. Na Mtume Muhammad alikiri mambo kama hayo ama alifanya jambo kama hilo kabla ya kuteremshwa Suratun Nur, aya ambayo kwamba inayosema azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Yani baada ya kuteremshwa aya kama hiyo ikaondoshwa hukumu ya rajmi, yani hukumu ya kupigwa mawe mtu mpaka kufa. Na kisha aendelea asema kwamba atoa dalili yake anayoitoa kwa kupinga masala kama hayo. Asema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Suratun Nisa aya 25, fa in ataina kuhusu ma malakat aymanukum. Mwenyezi Mungu anasema fa in ataina bifahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab. Dalili anayoitoa kwa kupinga kwamba hakuna rajmu katika Uislamu, anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Suratun Nisa anasema kuhusu ma malakat aymanukum, kuhusu wale wanawake ambao wanaokaa katika majumba zenu ambao mloamua kuwachukua na kuishi nao. Mwenyezi Mungu anasema fa in ataina bifahishatin, wanapofanya uzinifu ama uchafu wote, fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhabi, wao watapata nusu ya adhabu kuliko wale ambao kwamba ni wanawake muhsanati. Sasa anasema ikiwa hukumu ni ya rajmu, hakuna nisfu rajmu, hakuna nisfu ya kupigwa mawe. La, Mwenyezi Mungu asema hawa ma malakat aymanukum, wao wanapozini hukumu yao ni wapate nusu ya adhabu, ambao muhsanati wao Mwenyezi Mungu yani kulingana na hadithi yao na kulingana na hukumu yao ya kupigwa mawe ni kwamba muhsanati ni apigwe mawe mpaka kufa. Kwa hivyo ikiwa muhsanati ni apigwe mawe mpaka kufa, vipi ma malakat aymanukum aambiwe yeye ni nusu ya adhabu atapatiwa? Kwa hivyo rajmu, hakuna nusu ya rajmu. Hii ndio dalili anayotoa, na kisha mwisho yamalizia akisema Mtume Muhammad hawezi kuteremshiwa hukumu ambayo ni ngumu, hukumu ambayo ni ya kikatili, kwa sababu mtu apigwe mawe, tena fuqaha wanasema kwamba bilhaswa, kwa vijiwe, yani apigwe kwa vijiwe, apigwe na vijiwe mpaka kufa. Yani afadhali wangesema apigwe na bloki mara moja, akipigwa ashakufa, lakini vijiwe ni usiku nzima atakuwa anapigwa mawe akiadhibika mpaka wakati wa mwisho anakufa. Kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumteremshia Mtume Muhammad hukumu kama hii. Hii ni hukumu ambayo kwamba ni ngumu na ni hukumu ambayo kwamba ya kikatili. Kwa hivyo tumesikia maneno yake, anakiri kwamba hakuna hukumu ya rajmu katika Uislamu, bali hiyo ni hukumu ya Kiyahudi imetiwa katika Uislamu. Na mimi siku zote, ndugu Waislamu, kwenye halqa nyingi ninazungumzia nikisema, shekhe mwanachuoni msikilize, lakini maneno kama yale yatie akilini na uhakikishe maneno kama yale na Qur'an kabla ya kufuata. Halqa nyingi nimesema kwamba shekhe ama mwanachuoni anaweza akasema lolote,
ni mwanadamu, anapata na anakosa, lakini wewe unaisikia, unafaa uwe ni mwenye kutumia akili yako. Na nikisema kutumia akili yako, yani ni urudi katika Qur'an, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kitabu alichotuatia na ni muongozo kwetu sisi ila ni Qur'ani peke yake, wala hakuna kitabu chengine chochote. Kwa hivyo hapa katika maneno yake huyu mwanachuoni, mwanzo tumekuja kugundua kwamba hadithi inaweza kuwa ni sahihi, lakini kumbe ni hadithi ya urongo, kumbe ni hadithi iliyotoka kwa Mayahudi ikatiwa ndani ya Uislamu na tukawa ni wenye kuifuata. Manake masala kama haya ni hadithi imetokana kwenye hadithi sahihi iliyoko kwenye Sahihi Muslim na vitabu vingine, kwamba Sayyidina Umar anasema wakati alipokuwa kwenye mimbar akasema, inna Allaha ba'atha Muhammadan bilhaqqi wa anzala alayhi alkitab wa kana mimma unzila alayhi ayatu rajmi qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama rasulullahi wa rajamna ba'dahu. Hii ni hadithi ambayo kwamba imeandikwa ni sahihi kwenye Sahihi Muslim, lakini leo mwanachuoni kama huyu mkubwa atuambia kwamba hiyo ni ya Kiyahudi, ni hukumu ya Kiyahudi, sio ya Uislamu. Imetukuliwa kutoka kwa Mayahudi tukatiliwa kwenye vitabu vyetu. Hadithi yenyewe inasema kwenye Sahihi Muslim, yasema kwamba Saidina Umar alikuwa katika mimbar na akahutubia watu, akasema kwamba Mwenyezi Mungu amemtumiliza Mtume Muhammad kwa haki, kisha akamteremshia Qur'an, na katika aya alizoteremshiwa ni ayatu rajmi. Kisha aendelea maneno ambayo kwamba anasibishwa Saidina Umar, asema farajama rasulullahi, akapiga mawe, yani wazinifu, yani upigwe mawe mpaka, yani mtume mwenyewe akapiga mawe wazinifu mpaka wakafa. Warajamna ba'dahu, na sisi baada yeye kufa tukaendelea na hukumu kama hiyo. Sasa leo mwanachuoni kama huyu atuambia la, hukumu kama hiyo ni hukumu ya Kiyahudi, imeingizwa kwa Uislamu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake ameshatuambia, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Hukumu ya mzinifu ni kupigwa jalda, sio kupigwa mawe. Sasa ndugu Waislamu, jambo la kwanza hilo ni ujue kwamba hadithi unaweza kuiona kwamba ni sahihi, lakini ni hadithi ya urongo. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, ndugu Muislamu, yataka ujue kwamba mwanachuoni anaweza kusema lolote analolitaka kwa hawa zake na kwa maslahi yake, lakini maneno kama yale yakawa ni kinyume na mafunzo ya Kiislamu. Leo shekhe kama huyu kwa muda wa miaka 20 anajua haki kwamba rajmu sio hukumu ya Kiislamu, lakini akaficha mwenyewe, amekubali kwamba ameficha kwa muda wa miaka 20. Sasa hebu chukulia kwa ule muda wa miaka 20 alokuwa akitangaza kwamba hukumu ya mzinifu ni kupigwa mawe, wangapi walomfuata na fatwa kama hiyo? Hebu jiulize, wangapi walioifuata hukumu kama hiyo? Walioko Afghanistani, Yemen na miji mingine, Syria, wengi walikuwa wakifuata hukumu kama hini. Mtu anapozini anapigwa mawe. Sasa wangapi walomfuata? Kisha baadaye waje kutoa kusema ukweli kwamba mimi nimeficha hiyo siri na hakuna hukumu kama hiyo katika Uislamu. Ndugu Waislamu, klipu kama hini ni mafunzo makubwa na kuonesha hatari kubwa iliyoko katika dini yetu ya Kiislamu.
kwamba mengi tulonayo, huyu shekhe amekiri hili, lakini kuna mengi ambayo kwamba yametoka katika dini za Kiyahudi na dini nyinginezo yakaingizwa katika dini yetu, na sisi ni wenye kuyakubali. Sababu ni sahihi, sababu ni hasan, sababu alosema ni mwanachuoni. Kwa hivyo, ndugu wa Islamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya kitabu chake katika suratu Yunus aya ya 35 na aya ya 36. Sikiza Mwenyezi Mungu anakuambia nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, qul hal min shurakaikum man yahdi ila alhaq. Mwenyezi Mungu amuuliza Mtume Muhammad, qul, sema uambie hao, hal min shurakaikum, je, kunao katika hao washirika wenu, man yahdi ila alhaq, mwenye kuongoza katika haki. Qul Allahu yahdi ila alhaqi, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad, waambie kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayeongoza katika haki. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, afaman yahdi ila alhaqi ahqqu an yuttabaa amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, afaman yahdi ila alhaqi ahqqu an yuttabaa, ikiwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuongoza katika haki, je, yeye ndiye anaistahiki kufuatwa ama yule hawezi kuongoka mpaka aongozwe? Kwa sababu mwanachuoni ni mwanadamu, hawezi kuongoka mpaka Mwenyezi Mungu amuongoze. Kwa hivyo, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuongoza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anauliza, nani wa kufuatwa? Ni mwanadamu ama ni Mwenyezi Mungu? Fama lakum kaifa tahkumun, munani munahukumu vipi nyinyi? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya inayofuatia 36, Mwenyezi Mungu anatuambia, wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, wengi wao, majority katika ummatul Quran, ummatul Taurat, ummatul Injil, hawafuati wengi wao, majority wanafuata dhana. Na siku zote nasema dhanna katika Qurani dalala yake ni kuswadiki jambo na huna dalili yoyote, huna uthibitisho wowote. Wewe waamini jambo lakini huna uthibitisho, hiyo ndo dhanna. Na wengi wetu katika ummatul Qurani ndio kazi yao, hawakusoma bali wanamsikiza shekhe amesema nini na wao wanafuata. Wanadhani kila analolisema shekhe latoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia, wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'an, hakika dhana haifalii mbele ya haki. Hii ndiyo haki. Ahadithi ni dhanna, ahadith ni dhanna, hii ndiyo haki, haki ndiyo hini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'an inna Allaha alimun bima yaf'alun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tumfuate yeye, na yeye utamfuata vipi? Kupitia kwenye Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya kitabu chake, idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhab wa taqatta'at bihim al'asbab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza hali itakayokuwa kesho yaum al-qiyama. Wale ambao kwamba katika huu ulimwengu kazi yao ni kufuata mashekhe, wanavyoni, aqwalu sahaba, qala al-jamhur, qala al-fuqaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha hali itakayokuwa yaum al-qiyama. Atuambia idh tabarra alladhina tubi'u, pindi watakapowaipuka wale ambao kwamba tubi'u, walofuatwa, ambao ni ulama. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, ambao ni wale wafuasi. Wara'u al'adhab, na wakaiona adhabu. Wataqatta'at bihim al-asbab, na zitakatika kwa wao sababu zote. Wale waliokuwa duniani wakisema kwamba huyu ni mwanachuoni, yuko na ilmu, huyu yuko na doktor, huyu yuko amesoma Azhar,
huyo amesoma Madina. Zote sababu hizo zitakatika kesho yaum al-qiyama, na watawaepuka yule shekhe ambaye kwamba ulikuwa unamfuata hapa duniani. Yaum al-qiyama atakuepuka. Hiyo ndio hali itakayokuwa kesho yaum al-qiyama. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia tufuate yeye. Afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttabaa, ndio anayestahiki kufuatwa ni huyu alosema maneno yaliyomo ndani ya kitabu. Huyu ndio anastahiki kufuatwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waqala alladhina kafaru. Mwenyezi Mungu anatuambia kuhusu yaum al-qiyama, waqala alladhina kafaru, watasema wale ambao kwamba wamekufuru, yani wamekufuru aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbana, ewe Mola, arina alladhina adhallana min aljinni wal insi. Wale makafiri watamwambia Mwenyezi Mungu, tuoneshe wale ambao kwamba walotupoteza katika majini na watu, tuoneshe. Na Mwenyezi Mungu ametumia adhallana, yani kwa wamepotezwa kwa ujinga, kwa kutojua, yani wao wale wanaofuata dhana, yani kusoma hawakusoma, wao wanafuata wanaosema mashekhe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametumia akasema arina alladhina adhallana min aljinni wal insi. Wafanye nini? Naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfalin, tuwaweke chini ya miguu yetu ili waweko chini. Hayo ni majuto yaum al-qiyama. Kwa watu gani? Wale ambao kwamba kazi yao ni kufuata maneno ya mwanadamu na kuacha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya kitabu chake, atuambia liyahmilu awzarahum kamilatan yaum al-qiyama, wale ambao kwamba wanaojifanya kwamba wao ni wanavyuoni, ni mashekhe, ni maimam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anatuonesha kwamba kuna hatari kubwa ya wewe kujidai kwamba wewe ni imamu, ni shekhe, ni nani, ukataka watu wakufuate wewe kwa yale unayoyasema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba jitahadhari. Jitahadhari na nini? Sikiza, Mwenyezi Mungu anasema liyahmilu awzarahum kamilatan yaum al-qiyama, ili wapate kubeba madhambi yao kamili kesho yaum al-qiyama. Watu gani? Wale ambao kwamba wanasema maneno katika dini ambayo kwamba hayatoki ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fawailun, adhabu kali kwa wale ambao kwamba fawailul ladhina yaktubuna alkitaba biaydihim. Yaktubuna sio kuandika, la, yaktubuna yujibuna, wanawajibisha watu. Biaydihim, maneno ya kutoka biaydihim, yani min anfusihim, maneno ya kutoka kwa wao, sio kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Thumma yaquluna hadha min indillah, kisha wanaambia watu kwamba hii ndiyo dini nasema hivyo, huu ndio Uislamu unasema hivyo. Liyashtaru bihi thamanan qalilan, ili wapate thamani chache, waitwe wanavyuoni, waitwe maulama, waitwe yani kwa thamani chache ya dunia. Liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim, adhabu kali kwa yale mambo ambayo kwamba walowajibisha watu. Wawailun lahum, na adhabu kali kwa yale wanaoyachuma. Yaksibun, fi'lu mudhari hapa, yaksibun. Yani wewe mwanachuoni ulosema maneno ama ukatoa fatwa ama ukatoa hukumu kinyume na Qur'ani, basi watu watakapoifuata hata baada ya kuwa wewe ukifa, unabeba madhambi yao wale wanaofuata. Ndio fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun, fi'lu mudhari. Ndio Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine akatuambia liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin, madhambi watabeba wao kwa kutoa fatwa za urongo, na watabeba madhambi, yani baadhi ya madhambi kwa wale waliowafuata.
Yani shekhe aliotoa fatwa ya urongo, wewe ukaisikia na ukaifuata, basi shekhe ana fungu la madhambi, naye anaingiziwa kwa sababu ya wewe kufuata hukumu kama hiyo. Kwa hivyo hii ni nasaha kwa mashekhe, ni nasaha kwa wale ambao kwamba hawakusoma, kazi yao ni kufuata wanavyoni. Ndugu Waislam, rudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lolote unalolisikia katika Uislamu, mwanzo hakikisha katika Qur'ani kabla hujafuata, ili usiwe ni wenye kupotea. Kwa sababu angalia, shekhe anakiri kwamba ameficha haki kwa muda wa miaka 20, na wangapi wamemfuata bwana kama huyu? Kwa hivyo ili wewe uokoke na jambo kama hilo, ni ushikane na Qur'an. Rudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lolote unalolihakikisha, unalolisikia kutoka kwa sikiza yoyote anayosema, uhakikishe ndani ya Qur'an kabla ya kufuata. Na wale ambao kwamba ni mashekhe, hii ni funzo kubwa kumsikia huyu bwana kwamba ameficha ilmu, ameficha hukumu ambayo kwamba ni hukumu ya urongo, na hukumu ya kweli ni Qur'ani, akawa ameificha kwa muda wa miaka 20. Kwa hivyo na wewe ambaye kwamba unajiita mwanachuoni, ni shekhe, kabla hujatoa lolote kuwaambia umma, hakikisha jambo kama lile limetoka ndani ya Qur'an. Afadhali ukose ukiwa umejitahidi ndani ya Qur'ani kuliko ukose umejitahidi kutoka kwa maneno ya mwanadamu na vitabu vya mwanadamu. Afadhali ukose utoe dalili ndani ya Qur'ani uwe umekosa, ni afadhali kuliko unitolee dalili ama uwatolee umma dalili yako kutoka kwenye vitabu vingine vya hadithi na maneno ya wanavyoni. Kwa hivyo ndugu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza akituambia, wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Ndugu wa Islam, hukumu ama dini iko ndani ya hiki kitabu. Bas, ala lillahi dinul khalis, dini ni ya Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Mtume wetu Muhammad, yeye kazi yake ilikuwa ni kufikisha hunu ujumbe, walaisa musharri, wala hakuwa ni musharri mwenye kutunga sheria ama kutoa sheria, bal muballigh, bali ilikuwa kazi yake ni kufikisha. Na lolote unalolitaka katika dini utalipata ndani ya Qur'ani, wala sio kwenye vitabu vingine. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.